Mwenyekiti wa bodi ya wakala wa nishati vijijini REA Balozi Meja Jenerali mstaafu Jacob Kingu ametoa wito kwa maafisa askari wa jeshi la magereza mkoa wa Manyara kuwa mabalozi wa utumiaji wa nishati safi ya kupikia kwa jamii inayozunguka ili kutimiza nia ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ya kuachana na matumizi ya nishati chafu na kutunza mazingira. Meja Jenerali mstaafu Jacob Kingu ametoa wito huo wakati akiongoza zoezi la kugawa bure majiko na mitungi ya gesi 150 kwa maafisa na askari wa magereza wa gereza la Babati mkoani Manyara kama mwendelezo wa utekelezaji wa mradi wa miaka mitatu wa usambazaji wa mifumo ya nishati safi za kupikia kwa maafisa magereza nchini Tanzania. Lakini pia mkurugenzi mkuu wa REA Hassan Saidi ameweza kuzungumza kuhusiana na hili. Hii ni Global TV kutoka Babati, Manyara. Leo tuko hapa kwa ajili ya ugawaji wa mitungi ya gesi pamoja na majiko ya gesi kwa ajili ya watumishi wa jeshi la magereza nchi nzima. Na hii ni kutokana na makubaliano ambayo wakala wa nishati vijijini iliingia na jeshi la magereza la kuwawezesha magereza kuhama kutoka kwenye kutumia nishati isiyo salama kwenda kwenye kutumia nishati iliyo salama ya kupikia, ambapo katika magereza yote kuanzia tarehe 1 Januari 2025 walishahama kutoka kwenye kutumia nishati isiyo salama na sasa wanatumia nishati iliyo salama na safi kwenye magereza. Lakini katika ile package ya makubaliano ilikuwa pia na kuwawezesha watumishi, maafisa na askari wa jeshi la magereza na wao kuweza kupatiwa mtungi ya gesi pamoja na jiko la gesi. Sasa hili ndio zoezi ambalo tunalifanya sasa la kuwapatia watumishi hawa wa jeshi la magereza mitungi ya gesi pamoja na majiko ya gesi. Na serikali inaangalia ili swala la gharama. Nafikiri hilo serikali italitolea maelekezo kwa siku za usoni, lakini kwa sasa gharama yake ni hiyo ya shilingi 53,000. Kwa hiyo kama unaweza kutumia miezi miwili au zaidi, ina maana atakuwa ametumia hizo 53,000 katika miezi hiyo miwili. Naamini maafisa na askari wa magereza na wakuu wa magereza wa magereza na wakuu wa magereza wa mikoa watakuwa ni wao vile vile, na viongozi wao wasaidizi wao watakuwa ni sehemu ya kufuatilia kwamba hili zoezi linakuwa ni endelevu na linakuwa sustainable na linafanikiwa na kuleta picha au takwimu ambazo zitapaisha nchi yetu kwamba ikifika 2034 80% ya Watanzania wao wamehama kutoka kwenye kutumia nishati isiyo salama kwenda kwenye nishati iliyo safi na salama. Huu ni mradi ambao tulisaini mwishoni mwa mwaka jana. Package nyingine za mradi zimeshaanza kutekelezwa, lakini huu wa kusambaza majiko ndio tumeuanza, na ndio hii ambayo unaona ziara ambayo mwenyekiti wa bodi pamoja na mimi mwenyewe tupo katika kugawa, lakini pia ndio kwanza kuzindua rasmi, na hii itafanyika kwenye magereza katika mikoa yote 26 ya nchi yetu ya Tanzania. Mwaka jana tena tulizindua mradi mwingine wa kusambaza majiko, mitungi ya gesi pamoja na vichomeo takriban 452, na huo mradi unaendelea maeneo mbalimbali ikiwepo mkoa wa Manyara ambao tuko hapa sasa hivi. Na huu ni upande tu wa mfumo wa kupikia kwa kutumia LPG, lakini vile vile serikali kupitia wakala wa nishati vijijini mwaka jana tuligawa majiko banifu takriban 7,000, lakini mwaka huu tena tutaanza mradi mpya. Tumeshapata watu wa huduma, tutasambaza majiko banifu karibu 300,000. Na kwa nini majiko banifu? Sio sehemu zote watu wana access ya kununua LPG au wana umeme. Kwa hiyo tumetumia majiko banifu, ni majiko ambayo yataendelea kutumia biomass, mkaa, kuni, mabaki ya vyakula, lakini yenyewe yanapika vizuri. Uchomaji ni wa hali ya juu kiasi kwamba haitoi gas, lakini vile vile inatumia nishati kidogo sana kuweza kupika kiwango kile cha chakula kulinganisha na aina nyingine za upishi ambao hasa kwa maeneo ya vijijini wanatumia mafiga matatu au majiko ya mkaa au ya kuni ambayo hayatunzi nishati, maana sio energy efficient, haitumii energy efficient technology. Kwa hiyo ni miradi iko mingi tunaendelea nayo, na kwa mwaka ujao wa fedha pia ambao unaanza kesho kutwa
Tutakuja tena na mradi mwingine mkubwa wa kusambaza majiko banifu 300,000, lakini vivyo tunataka tufanye majaribio ya mradi wa kusambaza majiko ya umeme hasa kwenye vijiji ambavyo tunavipelekea umeme. Wale wateja wa awali watakaoongewa umeme tunataka pia wapate na hayo majiko ya umeme, ambayo majiko ya umeme pia yenyewe ni salama na pia yanatumia kiwango kidogo sana cha umeme, hasa haya majiko mapya na kisasa. Lakini zaidi ya hapo, kama mtakumbuka, Mheshimiwa Rais alishatoa maagizo kwamba taasisi zote zinazohudumia watu zaidi ya 100 na zenye zihame, na yenyewe pia tunao mpango huu wa magereza yale mnachosema magereza 129 yenyewe ni sehemu ya mpango, lakini tunaenda sasa kwenye mashule na maeneo mengine mbalimbali ambayo yanatoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo kwa mwakani tumepanga kupeleka kwenye taasisi kati ya 200 mpaka 400. Na why 200 mpaka 400? Kwa sababu inategemea na mfumo unaotaka kujengewa. Mfumo kwa mfano wa biogas wenyewe gharama yake ni kubwa, lakini mifumo kama LPG gharama yake ni ndogo. Mifumo ya majiko banifu gharama yake ni ndogo sana. Lakini target yetu, dhamira yetu ni kufikia kati ya taasisi 200 mpaka 400, na hiyo wigo wa mradi unaweza kuongezeka kwa sababu vile vile tunaendelea kufanya mazungumzo na washirika wa maendeleo ambao pia wameona jitihada za serikali na wamezithamini, na wakasema basi tutakuja tuweze kushirikiana na REA ili kuweza kupanua wigo wa mradi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.